Naam, salamu zetu zote zipate kuwafikia ni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Huko tukitumainia kwamba mnaendelea salama salimini. Hiyo ndio furaha yetu, na basi tunatumia fursa hii kukaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kutengeneza vichwa vya habari katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya kiusalama inazidi kuzorota siku baada ya siku. Na tutakwenda kuanzia huko mkoani Kivu Kusini ambako mapigano makali yakihusisha matumizi ya silaha nzito na nyepesi yameripotiwa katika kijiji cha Kajeje kilichopo katika grupema ya Mudaka kaskazini mwa mji wa Bukavu. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani, vinadai kuwa mapigano hayo yaliwakutanisha wahasi wa FCM 23 dhidi ya makundi ya kujilinda ya wapiganaji wa Zalendo wanaopigana kwa ushirikiano na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Milio mikali ya risasi ilisikika katika maeneo mengi yanayozunguka eneo hilo na kuzua hali ya hofu na ukosefu mkubwa wa usalama. Kijiji cha Kajeje kinachukuliwa kuwa na umuhimu wa kimkakati kutokana na nafasi yake ya kijiografia, hasa ukaribu wake na mji wa Bukavu pamoja na mipaka ya hifadhi ya taifa ya Kauzi-Biega ama Parque Nationale de Kauzi-Biega iliyoko chini ya umbali wa kilomita 5. Hali hii inaongeza uzito wa kijeshi katika eneo hilo ambalo sasa limekuwa kitovu kipya cha mapigano katika ukanda huo. Baadhi ya wakazi waliowasiliana na vyanzo vya habari wameeleza kuwepo kwa mienendo ya wanajeshi pamoja na mapigano makali yaliyoanza tangu saa za mapema za asubuhi, hali iliyowalazimu raia wengi kujificha kwa usalama wao. Hali bado ni tete, huku kukiwa na hofu ya kuenea kwa mapigano katika maeneo ya jirani. Mapigano haya mapya yanaingia katika muktadha mpana wa kuongezeka kwa vurugu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kuna kuongezeka kwa maeneo ya mapambano pamoja na kuimarika kwa operesheni za kijeshi katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tukisalia huko mkoani Kivu Kusini, mapigano mengine makali yameripotiwa mapema asubuhi ya jana Jumamosi tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2026 karibu na kituo cha utafiti cha Lwiro kilichopo katika wilaya ya Kabare karibu na Katana. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani vinavyofanana, vinadai kuwa mapigano hayo yalianza majira ya saa 12 hadi saa 1 asubuhi, yani 6h jusqu'à 7h du matin, yakihusisha wapiganaji wa Zalendo wakisaidiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC dhidi ya wahasi wa M23 RDF. Milio mikali ya risasi za silaha nzito na ndogo ilisikika katika eneo hilo na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa raia. Eneo la Lwiro linalochukuliwa kuwa la kimkakati katika sehemu hii ya Kivu Kusini ndilo linaloonekana kuwa kitovu cha mapigano hayo. Vyanzo vya eneo hilo vinaeleza kuwepo kwa shambulio lililopangwa likilenga nafasi zinazoshikiliwa na Wazalendo pamoja na FARDC. Taarifa nyingine zinaeleza uwezekano wa kuhusika kwa jeshi la Rwanda likiwasaidia wahasi wa M23 katika hali inayoonyesha kuongezeka kwa nguvu za kijeshi katika siku za hivi karibuni kwenye maeneo mbalimbali ya mapambano mashariki mwa nchi. Kutokana na hali hiyo ya kuongezeka kwa mapigano, wito wa tahadhari wa juu umetolewa kwa vikosi vya usalama vya Kongo, huku hofu ya kusambaa kwa mapigano katika maeneo mengine ikiendelea kuwepo. Wakati huo huo, tukio la kusikitisha limeripotiwa katika eneo hilo hilo. Mwanamume mmoja aliyetambuliwa kwa jina la Nyangu Kanisi mwenye umri wa takriban miaka 50 ama 50 d'âge amefariki dunia nyumbani kwake baada ya kupata mshtuko wa moyo uliosababishwa na milio mikali ya risasi karibu na makazi yake. Kwa mujibu wa mashahidi wa eneo hilo, mapigano yaligusa hasa mtaa wa Kama Tete katika kijiji cha Kahungu, ambapo hali ya hofu ilitanda kwa wakazi. Ni katika mazingira hayo ya taharuki ndipo marehemu alipatwa na mshtuko huo kabla ya kufariki. Hali inaendelea kuwa tete katika eneo hilo, huku wakazi wakiishi kwa hofu ya kuongezeka zaidi kwa mapigano.
Huko mkoani Kivu Kusini, katika masuala ya kisiasa, mgogoro mkubwa umeibuka ndani ya taasisi za mkoa huo, ambapo makamu wa gavana anamtuhumu hadharani gavana Jean-Jacques Purusi kwa makosa mazito yanayohusisha ukiukaji wa majukumu yake pamoja na tuhuma za ubadhirifu ama detournement wa fedha kwa kiwango kikubwa. Katika barua inayodaiwa kuwa halisi iliyosainiwa na Jean-Jacques Lacanon, kuna malalamiko kadhaa kuhusu hitilafu za kiutawala, hususan kumtenga makamu wa gavana katika usimamizi wa shughuli za umma, jambo linalodaiwa kukiuka taratibu za sheria zinazosimamia uendeshaji wa serikali ya mkoa. Mbali na hoja hizo za kiutawala, barua hiyo pia inaibua tuhuma nzito za ubadhirifu wa mamilioni ya dola za Kimarekani. Miongoni mwa mambo nyeti yaliyotajwa ni madai ya kuuzwa kwa vipande 10 vya dhahabu ama lingots d'or vilivyokuwa chini ya ulinzi wa kituo cha utaalamu, tathmini na uthibitishaji ambacho kinaitwa CEEC kwa thamani inayokadiriwa kufikia dola milioni 2.5 ama 2.5 milioni de dollars Americains. Kwa mujibu wa tuhuma hizo, fedha zilizopatikana hazikuwahi kuingizwa katika akaunti rasmi za mkoa. Suala lingine linalozua utata ni utoaji wa zabuni kwa njia inayodaiwa kuwa isiyo wazi kwa kampuni ya Sycamore iliyokabidhiwa jukumu la kutambua wanachama wa makundi ya kujilinda wanaojulikana kama wazalendo. Mkataba huo unaokadiriwa kuwa wa thamani ya dola 700,000 ama $700,000 za Kimarekani unaodaiwa kutolewa nje ya taratibu halali za utoaji zabuni, jambo linaloongeza mashaka kuhusu usimamizi wa fedha za umma. Tuhuma hizi zinajitokeza katika mazingira ambayo tayari yana mvutano mkubwa, yakichangiwa na tofauti na maoni kati ya viongozi wa mkoa, hasa kuhusu ukusanyaji wa mapato ya ndani na uhusiano na bunge la mkoa. Kauli za hivi karibuni za viongozi katika vyombo vya habari, ambazo baadhi ya wachambuzi wanaziona kuwa hazikuwa za busara, zimeongeza mpasuko ndani ya uongozi wa mkoa. Katika mkoa unaokabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama kutokana na migogoro ya silaha inayoendelea mashariki mwa nchi, mgogoro huu wa kisiasa unaweza kudhoofisha zaidi utawala wa ndani na kuathiri uratibu wa juhudi za kukabiliana na masuala ya usalama na ya kibinadamu. Na huko mkoani Kivu Kaskazini, hali ya usalama inaendelea kuzorota katika mji wa Sake uliopo takriban kilomita 30 ama presque 30 km kutoka mji wa Goma katika grupema ya Kamuronza wilayani Masisi. Wakazi waliozungumza na vyombo vya habari hiyo Jumamosi tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka huu tunao wameeleza wasiwasi mkubwa kutokana na ongezeko la matukio ya ukatili, ikiwemo mauaji, utekaji nyara na wizi katika eneo linalodaiwa kuwa chini ya udhibiti wa waasi wa FCM 23. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani, vinadai kuwa tukio la hivi karibuni ni mauaji ya mwanamke muuzaji wa nyama ya nguruwe ambaye aliuawa katika usiku wa Ijumaa kuelekea Jumamosi na watu wenye silaha wasiojulikana. Inadaiwa kuwa washambuliaji hao waliingia nyumbani kwake majira ya saa 3 usiku ama 21h, kisha kumchukua umbali wa takriban mita 50 ama 50 metre kutoka makazi yake, ambako walimpiga risasi kwa karibu na kumuua papo hapo. Wahalifu hao walitoroka mara baada ya tukio hilo bila kukamatwa. Katika usiku huo, watu wengine wenye silaha walilenga ofisi ya kitengo cha elimu cha Masisi ya pili. Wavamizi hao wanadaiwa kuvunja mlango na kuingia ndani kisha kuiba mali mbalimbali za thamani, ikiwemo vifaa vya kompyuta pamoja na nyaraka za utawala kama vile matokeo ya wanafunzi, yani bulletin scolaire. Wakazi pia wanasema kuwa matukio kama hayo yalishatokea wiki iliyopita, ambapo majengo kadhaa ya makazi katika mji wa Sake yalivamiwa na watu wenye silaha, hali iliyozidisha hofu na ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Aidha, ukosefu wa usalama hauishii Sake peke yake. Katika vijiji pia vya Kobe na Luhonga vilivyopo umbali wa takriban kilomita 5 kutoka mji huo,
Pia kumeripotiwa matukio kadhaa ya utekaji nyara katika siku za hivi karibuni, kulingana na mashuhuda wa eneo hilo. Kutokana na ongezeko hili la matukio ya ukosefu wa usalama, wakazi wa eneo hilo wanatoa wito wa dharura kwa mamlaka husika kuongeza juhudi za ulinzi na kuimarisha usalama. Wanasema wanaishi katika hali ya hofu na mateso ya muda mrefu kutokana na migogoro ya mara kwa mara ya kivita inayoharibu maisha yao ya kila siku. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, kwa wale ambao wanazidi kutengeneza vichwa vya habari katika sekta ya kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa. Asante.